Na tuangazie masuala ya elimu. Wasichana walifanya vyema wakilinganishwa na wavulana kwenye matokeo ya tathmini ya shule ya sekondari msingi yaliyotangazwa leo, huku waking'aa kwenye masomo 10 kati ya 12 yaliyotathminiwa. Waziri wa Elimu Julius Ogamba aliyetangaza matukio hayo katika makao makuu ya Baraza la Kitaifa la Mtihani NEC alisema kwamba tathmini hiyo ni ya kwanza ya aina yake chini ya mtaala wa elimu ya umilisi na itatoa mwongozo kuhusiana na mpito wa zaidi ya wanafunzi milioni 1.3 hadi shule za upili. Waziri Ogamba aliwahakikishia wazazi nchini kwamba wanafunzi hao wote watasajiliwa kwenye shule za upili na kwamba hakuna karo zozote zilizoongezwa. Sekta ya elimu imeafikia hatua kubwa kwenye marekebisho yanayoendelea, huku waziri wa elimu Julius Ogamba akitangaza rasmi matokeo ya mwaka huu ya tathmini ya shule za sekondari msingi KJSEA, na hivyo kuashiria ufanisi katika kukamilishwa kwa mtaala wa umilisi kwa kundi la kwanza. Akizungumza katika makao makuu ya NEC, waziri Ogamba alitaja tathmini hiyo kuwa mabadiliko muhimu katika sekta ya elimu nchini, akikiri kwamba mfumo huo mpya unaupa umuhimu ujuzi na uwezo wa wanafunzi badala ya uorodheshaji wa awali wa mtihani. CBE is a transformative educational framework designed to equip our learners with the skills, values and attitudes necessary to thrive in the 21st century. Kulingana na waziri huyo, watahiniwa wote milioni 1,130,459 waliosajiliwa kwa tathmini hiyo walifanya licha ya changamoto zinazotokana na mvua kubwa, barabara zisizopitika, mito iliyofurika na maporomoko ya ardhi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. That all the learners who registered and presented themselves for the 2025 KJSEA and key player assessments successfully sat the assessments despite a few challenges that were appropriately addressed by our field personnel. Tathmini hiyo ilibaini utendakazi wa mwanafunzi katika mizani ya sehemu 8 kuanzia 0.1 hadi 0.8, ambapo 0.8 inaashiria kupiku matarajio, ambayo ndiyo alama ya juu zaidi ya umilisi. Wanafunzi hao walinakili matokeo bora katika masomo 7 ikiwemo sayansi jumuishi, masomo ya kijamii, sanaa ya michezo, kilimo, elimu ya dini ya Kikristo, elimu ya dini ya Kihindi na elimu ya dini ya Kiislamu. Sanaa ya ubunifu ilinakili matokeo bora zaidi, huku 96.84% wakipata alama ya kukaribia matarajio na zaidi. The creation of these bands serves to distinguish exemplary performance from good performance. An approaching expectation grade is sufficient for learners to progress to senior school pathways that require basic competencies in the subject areas. Wanafunzi wa kike walipata matokeo bora wakilinganishwa na wavulana kwenye masomo 10 kati ya 12, huku pengo kubwa zaidi likinakiliwa katika masomo ya dini na kijamii. Shughuli ya kuwateua wanafunzi watakaojiunga na shule mbalimbali itaanza juma lijalo, ambapo serikali imesema kuwa 59% ya wanafunzi walifuzu kwa masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hesabati STEM. And we are hoping that by Christmas every learner should know which senior school they are joining. And by 12th of January 2026, we expect all these learners to report to school. And our expectation is 100% transition, every child. Na kuhusiana na karo za shule, wizara hiyo iliondolea mbali hofu kuhusu kuongezwa kwa karo hizo, ikithibitisha kwamba itaendelea kutoa mgao katika kiwango kilichoidhinishwa cha shilingi 22,244 kwa kila mwanafunzi kwa mwaka. Matayarisho ya kuwapokea zaidi ya wanafunzi milioni 1 katika shule za upili Januari mwaka ujao yameanza, huku serikali ikitoa hakikisho kwamba kutakuwa na nafasi za kutosha pamoja na walimu kuwapokea wanafunzi hao mnamo Januari 12, 2026. Nikiripotia KBC Channel 1 kutoka makao makuu ya Baraza la Mtihani nchini, jina langu ni Joseph Wahungu.